Israel imeahidi mwendelezo wa kushambulia ukanda wa Gaza. Waziri wake wa ulinzi Bwana Israel Katz ameidhinisha kuendelea kwa operesheni za kijeshi huko katika ukanda wa Gaza, na mpango wao ni kupambana na kundi la wapiganaji la Hamas. Kulingana na wizara hiyo, Katz aliangazia umuhimu wa kuendeleza shinikizo la kijeshi kwa Gaza hadi mateka waachiliwe. Lakini waziri huyo wa ulinzi alifanya tathmini ya hali ya juu ya operesheni hiyo katika ukanda wa Gaza, ambapo mashirika kama vile Shin Bet, shirika la usalama la Israel, na wakuu wa Mossad hawakuwepo, kulingana na taarifa iliyotolewa na ofisi ya waziri mkuu. Taarifa hiyo ilibainisha kuwa wawakilishi kutoka mashirika hayo mawili hawakuwepo kwenye mkutano huo. Wakati wa tathmini hiyo, waziri huyo aliidhinisha kuendelea kwa operesheni za kijeshi huko Gaza. Kulingana na wizara hiyo, Katz aliangazia umuhimu wa kuendelea shinikizo la kijeshi kwa Gaza hadi mateka waachiliwe. Nguvu ya operation na upanga, ambapo mapema siku ya Jumanne IDF imeanzisha operesheni hiyo walioita jina ya nguvu na upanga, ambayo ilishuhudia wanajeshi wakifanya mashambulizi makubwa katika ukanda wa Gaza na kumaliza usitishaji wa mapigano ambao ulitegemewa juu ya utoaji wa mateka waliosalia, lakini pia ulitegemea kwamba watu katika ukanda wa Gaza wangeanza kuishi kwa amani. IDF tangu wakati huo imekuwa ikifanya mashambulizi katika ukanda huo wa Gaza na kuwaondoa makamanda wakuu wa Hamas wa Palestina pamoja na wale wa Islamic Jihad pamoja na makamanda wa ngazi ya kati. Gazeti la Jerusalem Post limegundua kuwa vifaru vya IDF vilibingirika hadi katika ukanda wa Netzarim na kuigawanya maeneo mawili siku ya Jumatano alasiri. Siku ya Alhamisi, jeshi lilitangaza kupanua uvamizi wake wa ardhini katika maeneo ya Beit Lahia na maeneo ya pwani ya kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Lakini yote kwa yote, mpango wa sasa wa Israel ni kuendelea kuwasaka Hamas na makundi mengine ya wapiganaji, ikiwa ni pamoja na kundi la Islamic Jihad. Hata hivyo, moja kati ya kauli ya makundi ya wapiganaji ni kwamba wakati huu yameshinikiza juu ya ushirikiano wa pamoja, ambapo wanajihadi wote wameeleza kwamba wataungana kwa ajili ya mapambano dhidi ya Israel pamoja na Marekani. Kupitia mkuu wa Wahuth Abdul Malik al-Huth, ambaye ameagiza mashambulizi dhidi ya Israel kutokana na mashambulizi yao ya IDF walioyafanya kwa watu wa Gaza na kusababisha mauaji ya Wapalestina wasiokuwa na hatia, amesema ni wakati sahihi wa kuunganisha nguvu ya pamoja ya wapiganaji wote pamoja na kuziomba nchi za Kiarabu kuungana pamoja kwa ajili ya mapambano dhidi ya wapiganaji wa IDF pamoja na Israel kwa ujumla. Mtazamaji wa The World News, kuna mengi yanayotokea huko katika ukanda wa Gaza, lakini wakati huu ni wakati ambapo Israel imesema haitositisha mapigano yake hadi pale Hamas itakapoamua kuwarejesha mateka wa Israel ambao iliwateka tangu mwaka 2023. Imesema wawe wako hai ama wamekufa, wanapaswa kuachiliwa na wapelekwe katika familia zao. Imeonekana katika siku za hivi karibuni familia mbalimbali huko nchini Israel zimekuwa zikiandamana juu ya kuhitaji wapendwa wao ambao ndani ya miezi 15 kuelekea 16 hadi 17 wamekuwa chini ya mamlaka ya wapiganaji wa Hamas huko katika ukanda wa Gaza. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.